Kwa nafasi hii labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Bila kuamsha hisia za watu, nafikiri sisi tunaelewa nafasi yetu ya kanisa. Mapadri tufanye nini? Watawa tufanye nini? Kiongozi yeyote wa kanisa afanye nini? Kwa hiyo kimsingi sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister, kwamba mtawa, padri au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria chochote. Kwa hiyo ni marufuku kwa padri, marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi wa seminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa. Marufuku kubwa. Hatutakiwi kuonekana huko. Na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu. Hao wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konventi za kanisa, kuhadaa na kuwarubuni, hiyo ni dhambi. Haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho hafahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa moja mklara ambaye hata radio asikilizi, taarifa ya habari asomi, unamsomba tu, alafu unamwelekeza, unamfanyisha ile doctrination. Hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa, marufuku. Kama watu wanaamini, marufuku kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya chama chochote cha siasa hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala nayo usiku, hata kama mgombea ni kaka yako. Silete unajisi kwenye kanisa, marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka. Kama wewe ni mfuasi, basi kapiga kura siku hiyo. Isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kwenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako. Lakini dhamiri inaweza kuwa potofu isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapa kuna mapadi moralist wataelewa zaidi hilo na wanaweza kutuongoza katika hilo.